Mseto Media, tupo kazini kukuhabarisha. Hapa utapata habari zote za ukweli. Hakikisha umesubscribe. Kwenye duru za kisiasa nchini Tanzania, mambo yazidi kuwa ya moto. Sakata la kauli za Askofu Gwajima lazidi kupamba moto. Watu hawakubali yaishe. Vijana wa UVCCM wamvaa vikali, huku Mheshimiwa Rais Samia akimtaja kwenye moja ya hotuba yake ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini na Gwajima hajakubali yaishe, ametoa jawabu lingine. Kwanza tuanze kujikumbusha kauli ya Gwajima ambayo imeleta utata na mvutano mkubwa sana ndani ya nchi. Kisha tuje tumsikilize Rais Samia alichosema, alafu tumalize na kauli mpya ya Gwajima. Hii ni Mseto Media. Hakisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa nzuri za moto na za ukweli kama hizi. Mimi naitwa Lino Grandson. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na watatu na wanne, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli, mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi, wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumondoa wakati wowote. Kwa mfano, huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania, halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya kwanza ya Askofu Gwajima alipoita vyombo vya habari, ambapo ndio imeleta utata nchini, ambapo ukisikiliza vizuri ni kwamba amenukuliwa akisema kama viongozi wakuu wa vyombo watalindwa, basi hawataweza kufanya mambo ambayo yatakuwa nje ya uzalendo, akiwa anamaanisha labda viongozi wakuu wa vyombo huwa wanapewa amri ama maelekezo ya kufanya vitu na sio kufata kile cheo halisi ambacho wao wako nacho. Kauli hizi ziliibua mengi, vijana wa UVCCM wakimvaa na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa wilaya na watu wengine wengi, ambapo wengi walitamani kusikia kauli ya mheshimiwa mpendwa rais wetu Samia Suluhu Hassan juu ya ile ambayo yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ambapo sasa Rais Samia akiwa kwenye mikutano ya chama hicho kule Dodoma aliongelea swala la Gwajima ambalo hili pia limeamsha hisia nzito kwa Watanzania. Rais Samia aliongea akasema hivi, tumsikilize hapa. Au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1 2 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Kwa hiyo kwa
vyovyote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Baada sasa ya kauli zile za Askofu Gwajima, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa aliongea kauli hizo ambazo umezisikia hapo, akisema kwamba chama kisigwajimanize, ambaye hafai ambaye hafai kwa sababu hizi na hizi na hizi, na tusioneane haya. Maneno haya yamepokelewa na watu wengi kama huenda ndo mwisho wa Gwajima kugombea katika jimbo la Kawe ama kupitishwa na chama hicho cha Mapinduzi CCM. Kwani tukijikumbusha kidogo, mwenyekiti wa vijana taifa wa chama cha Mapinduzi CCM Kawaida, yeye aliposti baada ya Gwajima kuongea na akasema, kwanza wewe chama kimekubeba, haukupita bali chama kilikubeba, alafu leo unakuja unakigeuka chama na kukiongea vibaya ama kukiambatanisha na vitu ambavyo yeye alisema sio sawasawa. Sasa ukiangalia kauli ile ya mwenyekiti wa vijana taifa Kawaida aliyosema kwamba chama kilimbeba Gwajima, lakini sio kwamba kura za maoni ndani ya chama zilimpitisha kugombea ubunge Kawe. Lakini ukija pia ukitafsiri kauli ya Mheshimiwa Rais Samia ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa kusema kwamba wasioneane haya, asiyefaa basi aachwe na ambaye huyo hafai na ambaye anafaa ndo apitishwe, chama kisigwajimanize. Sasa ukiangalia kauli hizi hapa vizuri ni kwamba iko wazi, watu wengi wanasema kwamba huo ndo utakuwa ni mwisho wa Gwajima wa kugombea ubunge katika jimbo la Kawe, labda kama atakuwa ametoka kwenye Chama cha Mapinduzi na kwenda chama kingine. Hayo ni mawazo tu ya watu, lakini bado kitu hakijatokea. Lakini kutokana na kuunganisha kauli za viongozi wa chama pendwa kabisa cha Mapinduzi ambazo wamekuwa wamezisema, tukianzia yule mwenyekiti wa vijana taifa Kawaida ambaye alitoa siri kwamba Gwajima alipitishwa na chama, lakini sio kwamba alishinda. Lakini tukija Rais Samia amesema watu wasionewe haya, chama kisigwajimanize. Maana yake ni kwamba Gwajimanize ni kitu ambacho chama hakijakipenda, ndio maana ikaitwa hivyo. Baada ya haya, Gwajima ameweza kuposti katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X na kuandika maneno mafupi ambayo baadaye ameyatoa. Maneno hayo aliandika kwamba ili ule chips mayai lazima mayai yapasuliwe. Hivyo tu ameandika, ambapo wengi hawajajua maana yake, lakini ndio kitu ambacho Gwajima ameandika, huko wengine wakichukulia kama kaajibu labda na vitu vingine kama hivyo. Sasa sisi kazi yetu ni kufuatilia kila ambalo linatokea na kukuletea hapa. Sisi tunakuletea habari zote ambazo ni ngumu na nzito kuzipata sehemu yote. Hakikisha umesubscribe kwenye channel pendwa Mseto Media ili usiwapitwa na taarifa zetu. Mimi naitwa Limo Grandson. Once again, baki na sisi kwa taarifa zaidi. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.